Tunachotaka kukumbushana hapa kwamba ndani ya mwezi huu pia kama ilivyokuwa miezi miwili, maadui wa dini wamejitahidi kutia baadhi ya mambo yasiyofaa, uzushi na bid'a. Kuna bid'a mbili kubwa zinazofanywa katika mwezi huu wa Muharram. Kuna bid'a ya kuhuzunika, yani kuna watu mwezi mzima huu kwao ni huzuni tu, na wanaona kwamba wanapata ujira mkubwa sana, na hawaoani ndani ya mwezi huu. Yani ni nuksi kwao kuoana kwa madhehebu yao na itikadi yao. Wenyewe wanaona kwamba ukioa ndani ya mwezi huu basi ni nuksi hiyo ndoa yako. Na hao ni Mashia alaihim la'natullah. Mashia Allah walaani, wao wanasema kwamba kufunga ani kukuoa ndani ya mwezi huu ni jambo lisilofaa, na ndoa ikifungwa ndani ya mwezi huu inakuwa na nuksi. Na wao mwezi huu mzima kwao ni mwezi wa huzuni kama wanavyodai, bali wengine kule bara Arabu wanajikata mpaka visu, wanajichoma visu katika mwili wao, bali wamkuta mtu mzima anamshika mwanae, anachukua kisu anamjeruhi kidogo kichwani atoe damu. Nini? Mjukuu wa Mtume Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu alimwagwa damu katika mwezi huu. Naam, Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma alipata mtihani wa kuuawa katika tarehe 10 ya mwezi huu pia, mwaka 61 Hijiria. Na waliomuua nkina nani? Tukirudi kwenye vitabu vya Mashia wanasemaje? Nahnu qatalna aliyan wa bani ali bisuyufi hindiyatin wa rimahi wasabbaina nisaahum sabya turkin wa natahnahum fa ayu nitahi. Wenyewe wanasema sisi Mashia ndio tuliomuua Ali ibn Abi Talib na watoto wake Ali, na ndio tuliowateka wake zao utekaji bisuyufi hindiyatin wa rimahi, tuliwaua kwa mapanga ya Kihindi na mikuki. Wasabaina nisaahum sabya turkin, na tuliwateka wake zao utekaji wa Kituruki. Wanatahnahum fa ayu nitahi, na tuliwachoma kwa mishale na mikuki, uchomaji mzuri ulioje. Wenyewe wanasema hivyo. Fatima As-Sughra, mmoja katika ahlu baiti, anasema kwamba thumma antum haulai taz'umuna hubbana ahla albayt faman qatalana ghayrukum, kisha nyinyi mwadai kuwapenda kutupenda sisi watu wa nyumba ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani kuna mwingine aliyetuua isipokuwa nyinyi wenyewe? Sasa hawa mabwana wanataka wafiche hili tukio la kihistoria, wao wenyewe ndio waliomuua, halafu wanataka walisukumizie kwa Masunni. Kwa hiyo wao ndani ya mwezi huu wajifanya kuhuzunika. Utawakuta ile siku ya tarehe 10 wataandamana katika maeneo mbalimbali, maandamano yao ya Husaini ya Husaini. Wengine watajiburuza hadi kwenye lami katika baadhi ya nchi huku kwetu, kwa sababu bado watu wa huku kwetu kidogo wana akili vizuri. Sio rahisi kuja ukajiburuza kwenye lami wakakuona kwamba wafanya dini. Kidogo huku kwetu hawajiburuzi kwenye lami, hawajikati na visu. Lakini kule kwenye nchi za wenzetu, baada ya siku ya Ashura hospitali zimejaa watu wenye vidonda. Mpaka waziri mkuu wa Imarati mwaka 2021, waziri mkuu wa nchi ya Imarati aliyotangaza kwamba hawatokuwa na nafasi katika hospitali zao, hawatokuwa na nafasi ya kutibu watu waliojiumiza wenyewe. Kwa hiyo akapiga marufuku kujitia vidonda katika siku ya Ashura, eti watu wanalilia damu ya Husaini.